Hiki tunasimama mbele zako katika hali ya kunyenyekea na kulicha jina lako, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye tunakutumainia siku zote, unayetuwazia mema siku zote. Na jioni leo tena tumo katika nyumba yako kwa sababu kuna kusudi lile ulionalo kwa ajili ya maisha yetu. Kuna jambo nataka tulijue kuhusiana na mahusiano wetu na namna kutembea na wewe, kuishia kukutumikia. Ninaomba uendelee kututia akili na ufahamu wa moyoni, ututilie badiliko linalotoka kwako la kweli kupitia Roho wako Mtakatifu na nguvu ya neno lako. Naomba tena kwa kiwango kingine siku ya leo nipake mafuta, unijaze neema ya kunena maneno yote nitakayosema kwa kanisa lako, hiyo ni maneno yenye neema ya Mungu. Ninaomba nikijisalimisha mkononi mwako na kuomba utukufu wote uwe wako, katika jina la Mwokozi wetu Yesu naomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Ninaomba tuendelee kujihekimisha katika neno la Mungu. Bwana wetu Yesu asifiwe. Amen. Tulikuwa tunaendelea kuzungumza kuhusu kweli na somo linaitwa mtaifahamu kweli. Mtaifahamu kweli. Na hayo maneno yameandikwa katika kitabu cha Injili ya Mtakatifu Yohana sura ya 8 31 na 32. Nashukuru wewe ni mtu mzuri, unajua maandiko. Nasoma Biblia. 31 na 32. Asante. Inasema Yesu akawaambia Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Hilo neno wanafunzi wangu kweli kweli ndilo neno hasa tulikuwa tunalisemea jana, kumwabudu Mungu katika kweli. Nilisema inaanzia kwenye kuzaliwa mara ya pili. Hakuna mtu atamwabudu Mungu katika kweli mpaka amezaliwa mara ya pili kwa Roho na akawa mtu wa kiroho. Haleluya. Kwa sababu amezaliwa kwa Roho. Kwa sababu kilichozaliwa kwa mwili kinaendelea kuwa ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho kinaendelea kuwa ni roho. Kwa hiyo mtu asipozaliwa mara ya pili kwa Roho, haya maneno anayoyasema yatamshinda tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu asipozaliwa kwa Roho, haya maneno anayofundisha lazima yatamshinda tu, hayawezi. Ni mtu aliyezaliwa kwa Roho. Kwa hiyo tunaanzia kwenye hatua ya muhimu sana inayoitwa kuzaliwa mara ya pili kwa Roho. Kilichozaliwa kwa Roho ni roho, na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo maneno Mungu akiwajalia kuyafahamu, hiki ninachohubiri kitakuwa na maana kwa maisha ya kila mtu. Lakini yakibakia ni mahubiri ya kawaida ambayo yanahubiriwa popote kwa namna yoyote na mtu anayejaliwa kuhubiri, yatabaki mahubiri. Na mimi naomba yasibaki mahubiri. Naomba yaumbe uzima ndani ya mtu, yafanyike uzima ndani ya mtu. ambao kwao anaweza kaishi
na kwao akamwamini Mungu, na kwao akamwabudu Mungu. Biblia inasema Wayahudi waliomwamini Yesu katika mstari wa 31 Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli. Sasa naomba kila mmoja bila kuzungumza na mtu mwingine, ila kila mmoja jizungumzishe nafsini mwake. Kukaa katika neno ni kukaa aje au kukaa wapi? Unajuaje unakaa katika neno? Na ukiwa hukai katika neno, una uwezo wa kujua mwenyewe? Una uwezo wa kujipima mwenyewe ukajua unakaa katika neno? Haleluya, haleluya. Huku kukaa katika neno ndio nini? Na je, wewe unaweza ukajitambua binafsi kwamba ninakaa katika neno? Na ikitokea haukai katika neno, je, unaweza ukajitambua mwenyewe kwamba mimi sikai katika neno? Haleluya. Hiyo ni hekima na ni ufahamu. Na shetani hazuii watu siku hizi kusali au kutamka wameokoka au kuwa sehemu ya kanisa fulani, kuwa watu wanaotajwa kwamba ni watu wa kanisa fulani. Ni furaha kubwa kwa sababu inampa utoshelevu kila mtu wa nafsi unapojitaja mimi ni Mkristo, Pentekosti, nasali FPCT au PAG au Highway of Holiness au Gilgal Ministries au Pentecost African na nini na nini. Majina hayo ni mazuri. Kwa nini mabaya hayo? Hayo majina ni mazuri na ni jambo tunaona fahari. Hata mimi naona fahari kama nilivyosema jana, kujitaja kwa dhehebu langu. Haleluya. Kusema kwa ujasiri mimi nasali kanisa fulani. Na siku hizi tuna utaratibu wetu mzuri unaongezea na jina la mchungaji wako. Nasali Gilgal kwa mchungaji Sentozi, tunaongezeaga na kwa mchungaji, ili julikane kabisa wewe sio mtu tu upo. Kuna mahali unatambulika, upo, wewe ni wa mahali fulani. Haleluya. Nasali PAG kwa mchungaji Margaret, nasali sijui wapi kwa mchungaji fulani. Yaani siku hizi hatusemi tu kanisa, lazima na mchungaji anatajwa. Na huo utaratibu nadhani nao sio mbaya, ni mzuri sana. Ni vizuri mtu kutambua mchungaji wake na kujitambulisha kwamba mimi siishi bila mchungaji. Nadhani ni jambo zuri. Si jambo zuri kuishi bila mchungaji, na ni vizuri sana, jambo tamu na jema sana mtu kujitambulisha kwamba mimi si kwamba tu nasali, lakini ninaye mchungaji, na mchungaji wangu namtambua na ninamheshimu na nina ujasiri wa kumtambulisha kwamba niko chini yake. Jambo zuri hilo, halina ubaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna jambo ambalo nataka watu wa Mungu niwatazamishe leo.
Hayo mambo shetani hapati shida nayo. Gilgali kwa Sentozi shetani hapati shida. Si jina gani, yani taja makanisa mazuri yanayotamka, ukitaja watu wanajua kanisa lenye heshima. Haimpi shida shetani. Kinachompa shida shetani, je, ni mwanafunzi wa Yesu kweli kweli? Kusali kwa mchungaji Sentozi si sawa na kusema mimi ni mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Kinachomsumbua shetani ni mtu kuwa mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Mtu kuwa mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Na hilo haturuhusu kulisema. Ukija, Bwana Yesu asifiwe, najitambulisha mimi nimekuja kuabudu hapa, natoka kanisa fulani kwa mchungaji fulani. Halafu humaliziki kwa kusema ni mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Kwa sababu watu wataanza kukupima unavyoishi katika neno. Haleluya. Ukishasema ni mwanafunzi wa Yesu kweli kweli, maana yake umesema ninaishi katika neno lake. Ninakaa katika neno lake. Na kwa sababu tunapata mapungufu makubwa kwenye hiki kipengele cha kuishi katika neno lake, hatuna uwezo wa kusema ni mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Tunaweza kusema mimi ni mshirika wa mchungaji fulani, lakini hatuwezi kusema mimi ni mwanafunzi wa Yesu kweli kweli, kwa sababu hiyo inamaanisha unapokaa katika neno lake kweli kweli. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo akawaambia Wayahudi wanaomwamini, ninyi kusema mnaniamini si hoja kubwa. Mtakuwa na maana sana hicho mnachokisema kwamba mnaniamini mkifanikiwa kukaa katika neno langu. Kusema tu mnaniamini halitakuwa jambo ambalo ndilo kubwa sana, lakini ambalo litakuwa kubwa na la maana na hoja ya maana kubwa ni kama mnaniamini na mnaweza mkakaa katika neno langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mkiweza kukaa katika neno langu, mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtakuwa wanafunzi wangu. Kwa si kila amwaminie Yesu ni anayesema anamwamini Yesu ni mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Ni wale wanaokaa katika neno lake ndio walio wanafunzi wa Yesu kweli kweli. Nisaidie kumtazama jirani yako, muulize uhali gani? Kiana upande mwingine muulize uhali gani? Haleluya, haleluya. Mitume walipohubiri injili, Paulo na Barnaba baadaye waliambiana turudi tupite kule kote tulikowahi kuhubiri injili, twende tukawaangalie wahali gani. Haleluya. Wale tuliowahi kuhubiri injili wakaamini na wako kwenye kanisa. Kwa kwenye kanisa hakutoshi, tunataka kujua hali zao katika imani, hali zao katika kumfuata Yesu, hali zao katika kuishia wokovu. Wakapita kanisa kwa kanisa,
mji kwa mji, wakaenda wakiwatazama wale wanafunzi wa hali gani. Siku nyingine akamtuma Timotheo Filipi, kule Filipi, akawaandikiana barua, akasema niliona ni mtume huyo kwenu, kwa sababu huyo ndiye anayeweza kuangalia hali zenu kweli kweli. Ngoja nisome hiyo nisinukuu vibaya. Nisome wa Filipi sura 2 mstari wa 19. Nasema hivi: walakini natumaini katika Bwana Yesu kumtuma Timotheo apite kwenu karibu, nitarajiwe na mimi nifaa na kusoma. Walakini natumaini katika Bwana Yesu kumtuma Timotheo apite kwenu karibu, nifarijiwe na mimi nikijua hali yenu. Endelea. Nifarijiwe nikijua hali yenu. Yaani mitume wamehubiri na kanisa lipo, lakini haitoshi kwamba kuna kanisa. Wanataka kujua hali ya kanisa. Wa hali gani hao watu wanaoitwa wamo kanisani? Wa hali gani? Maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami atakayeiangalia hali yenu kweli kweli. Sina mtu mwingine pamoja nami ambaye akija atafanikiwa kuangalia hali yenu. Mhali gani? Sawa mmeokoka, sawa mnasali, lakini mhali gani? Haleluya. Mhali gani? Paulo anatuma mtu kuangalia kanisa li hali gani? Kanisa lina hali gani? Maana wote wanatafuta vyao wenyewe, sivyo vya Kristo Yesu. Amen. Natosha. Maana wote waliosalia wanatafuta vyao, na hayo mambo nilikuwa nafundisha juzi, si ni sawa? Kwa nasema mambo yanafanana hayo juzi. Si kila anayemtumikia Mungu anamtumikia katika kweli. Paulo anasema wapo watu wengine wanatafuta vyao wenyewe na wala si vya Kristo. Wanatafuta vyao. Akasema huyu Timotheo yeye atakapokuja atakuwa na uwezo wa kuiangalia hali yenu kweli kweli. Amen. Amen. Nilikuwa naangalia lile neno nilikuwa nimelisema katika Matendo ya Mitume, lakini sijaliona haraka. Nasema tupite kila mahali tulipokuwa tumehubiri, tuweze kuwaona wa hali gani. Bwana wetu Yesu asifiwe. Bwana wetu Yesu asifiwe. Kwa hiyo achana na hiyo, lakini point ni kwamba alitaka ajue wa hali gani, na wakati mwingine alituma wale waaminio, wanafunzi wake, watenda kazi pamoja naye, wale wa moyo wa kwake, wale ambao anatumika nao, na akiwatazama moyo walionao wana moyo kama wa kwake. Haleluya. Wale anatenda nao akiwapima, naona hawa ni watenda kazi pamoja na mimi, hawa wakienda mahali watafanya kile ningefanya kama ningeenda mimi. Kwa namtuma Timotheo, nasema huyu akija ataweza kuangalia hali yenu kweli kweli. Haleluya.
Kwa sababu nataka nijue hali yenu. Natarajia kumtuma Timotheo ili nijue hali yenu. Shika mkono tena ndugu yako, muulize uhali gani ndugu yangu. Haleluya, haleluya. Muulize tangu mwaka umeanza uhali gani. Muulize tangu umeanza kusikiliza maneno ya hii semina uhali gani. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa sikiliza. Yohana sura 8 na mstari wa 31 na 32, Yesu anazungumza na Wayahudi, si tu Wayahudi lakini waliomwamini. Waliomwamini Yesu ni Wayahudi, lakini waamini wanaomwamini Yesu haridhiki na kwamba wanamwamini. Anawaambia, kama mnaniamini basi kaeni katika neno langu, na mkifanikiwa kukaa katika neno langu, hapo ndipo mtakuwa mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Na mkiweza kuwa wanafunzi wangu kweli kweli, hapo ndipo mtaifahamu kweli. Haleluya, haleluya. Nini maana yake maneno haya? Kujua kweli si jambo linajitokeza ghafla kama vile ambavyo unaweza kwenye darasa la mwalimu wa hisabati au jiografia ukamsikiliza ukaelewa jiografia. Haya, kweli ya Mungu ni ya rohoni zaidi. Usipokuwa umefanya maamuzi ya kuwa mwanafunzi wa Yesu, utasikiliza lakini bado hutaelewa. Ni wale walioamua kuwa wanafunzi ndio wanaoelewa, kwa sababu mambo ya rohoni yanatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Ndio maana ni muhimu sana kukubali kuwa wa rohoni. Usipokubali kuwa wa rohoni, utasikiliza sana lakini hutaelewa. Nitapokuwa nafundisha kipengele cha uongo, nitakufundisha moja ya characteristics za uongo ni kuwafanya watu wajifunze siku zote lakini wasifikie ujuzi wa kweli. Haleluya. Mahali ambapo nguvu ya uongo inatenda kazi, watu wanajifunza siku zote lakini wanakosa kabisa kabisa uwezekano wa kufikia ujuzi wa kweli. Haleluya. Wanajifunza siku zote lakini hawapokei. Wanajifunza siku zote lakini hawaelewi bado, kwa sababu ni mambo hayafahamiki kwa namna jiografia inavyofahamika. Ukikaa mbele ya mwalimu wa jiografia ukaandika nosi, baadaye umeelewa na mtano unakuja unapata 100. Hii haiko hivi. Tunaona pamoja? Mambo ya rohoni hayako hivyo. Unasikiliza siku zote na bado usipokubali kuwa wa rohoni, bado unajifunza siku zote na bado huelewi. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa sababu haya ni mambo yanayotambulikana kwa jinsi ya rohoni. Mwanadamu wa tabia asili hana uwezo wa kuyapokea. Naweza kukaa kwenye kiti siku zote akasikiliza lakini hapokei bado, kwa sababu mwanadamu wa tabia asili hana uwezo wa kupokea mambo ya roho. Haleluya. Yanatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lazima mtu awe wa rohoni. Na mtu mwanafunzi wa Yesu kweli kweli ndiye ambaye anageuka kuwa mtu wa rohoni. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa kasema, na washukuru mnaniamini, lakini kama hamtaweza kukaa katika neno langu, hamtakuwa wanafunzi.
bado mtaenda kusema mnaniamini, lakini mtashindwa kabisa kabisa kuwa wanafunzi wangu. Unaelewa vizuri? Hayo maneno si yanachanganya kidogo? Mnaniamini lakini hamwezi kuwa wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Ila mkikaa katika neno langu, hapo ndipo mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kumwamini kuliko changamana na kukaa katika neno lake ndiko kuna kumfanya mtu kuwa mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Haleluya. Ndipo akasema mstari unaofuatia, nanyi mtaifahamu kweli. Kweli ile nimeifafanua kwa upeo mpana sana kule mwanzoni nilipokuwa natoa tafsiri za lile neno la kweli. Watu wa kawaida iliwashinda kuelewa. Pilato alikuwa pamoja na Yesu siku ya kumhukumu. Akamuuliza Yesu habari za ufalme wake na mambo kama hayo. Yesu akasema, mimi ni mfalme na nilizaliwa kwa ajili ya hayo. Nilikuja nipate kuishuhudia kweli. Sasa Pilato akasikia jambo geni, halielewi kushuhudia kweli. Kweli ni nini? Haleluya. Akauliza kweli ni nini? Halafu Yesu hakujibu. Kwa Pilato akauliza swali ambalo likosa jibu. Yesu hakumjibu. Kweli ni nini? Na wapo watu wengi, swali hili kweli ni nini walitamani wangelijua, lakini hawakulijua. Na wengine walidhani wanalijua, kumbe hawalijui. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Isipokuwa wale waliokubali kumfanya Yesu kwa mwokozi wao, waliokubali kuyakabidhi maisha yao kwa Yesu kikamilifu, waliokubali kujisalimisha wazima kwa Yesu. Maandiko yanasema hata wakiwa wajinga hawapotei. Katika Isaya, watu waliokubali kusalimisha kikamilifu maisha yao kwa Yesu, hata wakiwa wajinga hawapotei. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao ndio wanaofahamu kweli. Hao ndio wenye kuijua kweli. Hajalishi walisoma au hakusoma. Watu walishangaa, wanaona mitume wanaotokea Galilaya, shughuli zao nyingi zilikuwa ni za kivuvi, na wengine waliojitahidi walikuwa watoza ushuru, watu wa kawaida sana, ndio wanazungumza ile kweli kwa ujasiri. Wakisimama kwa ujasiri, wanainena ile kweli. Wakiwatazama kuishi kwao na kuenenda kwao, wanaona wanaenenda katika kweli. Haleluya. Si tu kwamba wanainena kweli, wakitazama kuenenda kwao, wanaona pia hata kuenenda kwao wanaenenda katika kweli. Wakasema hawa hakika wako na Bwana Yesu. Hakika hawa wapo pamoja na Bwana Yesu. Hawana elimu, hawana maarifa, lakini wananena kwa ujasiri kweli. Na wakienenda, mwenendo wao unaidhihirisha kweli. Hata tukipinga, lakini hatuna tunachoshika vizuri cha kuwapinga. Kama ni muujiza umetokea, wameufanya madhubuti, hatuwezi kuukana. Ujasiri wao katika kunena, walipowatisha
hawatishwi. Wanasema kama ni humsikiliza Mungu au ninyi hukumuni ninyi wenyewe, lakini sisi hatuwezi kuacha kuyanena tulioyaona na tulioyasikia. Wao hawakujifunza kweli kwenye nadharia, na mimi na hakika ungeuliza madaftari ya notes inawezekana walikuwa hawana. Sasa msichituke mkaacha kuandika notes, endeleeni kuandika. Bwana Yesu sasa. Lakini inawezekana jamaa walikuwa hawana madaftari ya notes. Wale jamaa walitembea na ile kweli yenyewe, na mtazama Yesu wanaona ile kweli. Hawakuwa na kitabu cha kusoma, walikuwa nasoma maisha ya Yesu. Hawakuwa na notes za kuandika, walikuwa naangalia mwenendo wa Yesu. Wakiamka wanatembea mchana kutwa, wanaitazama kweli natembea katikati yao. Mwisho wa Yohana kaandika kasema, neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee wa Mungu atokaye katika kifua cha Baba, amejaa neema na kweli. Hawakuhitaji kusoma kwingine, hawakuhitaji kwenda theological colleges kujifunza kweli. Waliamka wakifumbua macho hivi, wanaona kweli, maana kweli kwa katikati yao, na kweli kwa Bwana Yesu. Wakiongea maneno wanayosikia muda wote ni maneno ya ile kweli. Wanasikia siku zote maneno yanatoka kinywani mwa Yesu. Wakimtazama katikati yao, wanaona neema ya Mungu ipo katikati yao. Wao hawakuhitaji mtu afundishe neema. Kila wakiamka macho yao yakifumbuka hivi, wanaona neema ya Mungu. Yesu alikuwa ni neema ya Mungu katikati yao. Wanaamka wanaona neema ya Mungu katikati yao. Wakitembea wanaona kweli ya Mungu inatembea pamoja nao. Wakasema neno la Mungu lilifanyika mwili, akaja akakaa kwetu, tukaona utukufu wake, tukatazama utukufu wake. Utukufu wake ni kama wa mwana pekee anayetoka katika kifua cha Baba, amejaa neema, amejaa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu hiyo walikuwa hawana vitu vingi. Walikuwa wanaweza kusema tu, sisi tunaongea tulichokiona na tunaongea tulichokisikia. Tunashuhudia tulichokiona na tulichokisikia. Sisi tuliona. Petro anaandika anasema, ni sisi tuliokula na kunywa pamoja naye. Haleluya, haleluya. Kwa ndugu zangu, Yesu anataka wanafunzi wake wanaoweza kukaa katika neno lake. Nasema hiyo ndiyo njia inayotuwezesha kuifahamu kweli. Tutaifahamu kweli tukizama katika neno lake. Neno lake likawa maisha yetu na sisi tukawa maisha ya neno. Tutaifahamu kweli. Anaandika mwandishi wa kitabu cha Ibrania, anasema akinukuu unabii ulioandikwa katika Yeremia, anasema siku zinakuja ambazo
watu watajawa na kumfahamu Mungu kiasi kwamba Roho yule atakayokuwa akitenda kazi katikati yao atawafanya wasihitaji kufundishana mtu na jirani yake, wakiambiana kwamba mjue Mungu, kwa sababu wote watamjua Mungu kuanzia mdogo mpaka mkubwa. Anasema katika Yeremia kwamba siku zinakuja ambayo nitawaletea nyumba ya Israeli, nyumba ya Yuda, nyumba ya Yakobo agano jipya, si kama lile ambalo niliagana nao katika mlima Sinai, ambalo waliliharifu. Lakini katika agano hili nitawaondolea dhambi zao zote. Halafu hawatakuwa nafundishana kila mtu na mwenzake, kila mtu na jirani yake, wakisema mjue Mungu, kwa sababu kila mtu mdogo mpaka mkubwa atanijua. Isaya kitabiri mambo hayo, anasema kwamba kama vile maji yanavyofunika bahari, ndivyo dunia itakavyojawa na kumjua Mungu. Siku kweli ikifikia level watu wote wanaiona kweli, wanatembea katika kweli, wanaishi katika kweli, dunia nzima itajawa na kumjua Mungu kama ambavyo maji yanaifunika bahari. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo ninamwomba Mungu atusaidie kuwa wanafunzi wa Yesu, ili tufahamu kweli. Ni hivi, utajitahidi sana kutaka kufahamu kweli, lakini kama hukufanikiwa kuwa mwanafunzi wa Yesu, haitawezekana kufahamu kweli. Haleluya. Tutabaki na yale maneno nilikuwa nasema juzi, ni kunyosheana mikono tu. Yule wa uongo, yule si wa kweli, mimi ni wa kweli. Maneno hayo yatakuwa mengi, lakini wote hakuna anayejua kweli. Haleluya, haleluya. Wanafunzi wa Yesu wa kweli, wanaokaa katika neno lake kweli, ndio wanaoweza kufahamu kweli. Haleluya. Na Yesu anasema hiyo kweli ikishawaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Sasa sikiliza, tofauti ya wanafunzi kweli kweli na waaminio wasio wanafunzi kweli kweli. Maneno hayo machache yakawapangua. Wameanza wakisema Yesu tunakuamini. Alipowaambia maneno hayo, wakaanza sisi ni watoto wa Ibrahimu. Haleluya. Ni Wayahudi wanaomwamini. Usikini Wayahudi tu, Wayahudi wanaomwamini. Hayo maneno Yesu aliposema yakawabumburua, yakawafunua, yakaonyesha imani yao ni halisi au sio halisi. Ile imani yao ikapepetwa, ikafunuliwa, ikajitenga, ikafahamika. Ya kweli sio ya kweli. Lakini ingeachia tu hapo, ingeachia tu hapo, ina maana kila mmoja angeendelea kubaki anajua wote ni waamini. Tunakwenda pamoja. Ingebakia bila tamko la kuachambua vizuri, watu wangebaki wanadhani wote ni waamini. Maana ilianza wote ni waamini, ni Wayahudi wanaomwamini. Lakini yalipopita hayo maneno, wakaanza kusema kweli natuwekaje huru? Kwani sisi watumwa? Sisi watoto wa Ibrahimu hatujawahi kuwa mtumwa wa mtu. Unasemaje kweli tatuweka huru? Bwana Yesu asifiwe.
Sikiliza maneno yanaendelea. Haleluya, 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 haleluya. Mstari wa 33, wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, hatujawa na watumwa, watumwa wa mtu wakati wote. Nao wasemaje mtawekwa huru? Hawa ni wale waliosema sisi ni waamini. Pale juu wanasema, Bwana Yesu, usiwe na wasiwasi, sisi wafuasi, haleluya, tuko pamoja, tunakuamini. Baada ya kuambia habari ya uhuru, unajua ukishasema uhuru, kinyume chake kuna utumwa. Sikiliza maneno yanayoendelea. Mstari wa 34, Yesu akajibu, amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kumbe walikuwa waamini na dhambi zinatendeka katikati yao. Muulize jirani yako tena, uhali gani? Haleluya. Lakini asingechokoza namna hiyo, wasingejulikana kwamba kuna mambo mengine yamo katikati yao. Waamini. Jina la Yesu libarikiwe. Walikuwa waamini, na ukiwaacha usiguse maeneo fulani, utaendelea kuona waamini kweli kweli, kumbe kuna balaa. Jina la Yesu libarikiwe. Sikiliza. Yesu akamwambia, amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa, wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana ukaa siku zote. Utumwa umeshapatikana, waliokuwa naulizia. Unasema hatujawahi kuwa watumwa kabisa wa mtu yeyote. Haleluya. Haleluya, haleluya. Najua kwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini mnatafuta kuniua, kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Lakini kule juu wameanza Wayahudi wanao, kumbe ndani wao kuna watu wana agenda ya kumaliza, lakini wanamwamini. Yani kwenye public wanamwamini, lakini katikati yao kuna watu wanasema huyu aondoke huyu, na wengine wana mpango wa kwenda kuchukua vipande 30 vya fedha. Kwa nani? Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila kwa pamoja, wakiwa pamoja, tunakuamini. Tunakuamini Bwana Yesu. Kumbe kuna wengine wanasema hata akifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usisahau anaongea na Wayahudi wanaomwamini. Anaongea na Wayahudi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Niona kwa baba yangu ndio ninenayo, naji vivyo hiyo mliosikia kwa baba yenu ndio myatendayo. Wakamjibu wakamwambia, baba yetu ndiye Ibrahimu. Yesu akawaambia, kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu, mungezitenda kazi zake Ibrahimu. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimwambia iliyo kweli nimeisikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo akamwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi tunaye baba mmoja, yani Mungu. Waamini hawa. Haleluya. Tunaye baba mmoja, ndiye Mungu. Yesu akamwambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Mbona hamyafahamu hayo nisemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kusikia neno langu. Ni waamini, lakini hawana uwezo wa kusikia neno la Mungu. Hivi huwa kuna waamini hawana uwezo wa kusikia neno la Mungu? Wapo hawapo? Mwanzo jirani yako, uhali gani?
Haleluya. Waamini, lakini uwezo ndani yao wa kusikia neno la Mungu haupo. Ndani mwao hakuna uwezo wa kusikia neno la Mungu, lakini ni waamini. Ni waamini, lakini hawawezi kusikia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Mimi naomba kila mtu leo afanye kazi kubwa ya kujitafiti, ana hali gani katika maneno haya tunayozungumza. Hali yake ni ipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Muamini lakini hawezi kusikia neno la Mungu. Akawajibu mstari wa 44, ninyi wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mzipendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli. Hakusimama katika nini? Juzi nilisema katika shetani hakuna kweli, na katika Mungu hakuna uongo. Katika shetani hakuna giza, hakuna nuru, na katika Mungu hakuna giza. Katika shetani hakuna uzima. Haleluya. Na katika Mungu hakuna mauti. Katika shetani hakuna nuru, na katika Mungu hakuna giza. Haleluya. Katika shetani hakuna uzima, na katika Mungu hakuna mauti. Katika shetani hakuna kweli, na katika Mungu hakuna uongo wowote. Haleluya. Kwa ukiona kuna uongo kwa namna yote, naongea uongo lakini sijafundisha uongo, kwa hiyo hamuelewi uongo. Na shumu hamuelewi uongo. Nitapoanza kufundisha mtaelewa uongo. Haleluya. Hii ya kusema ni muamini, neno hushiki, halafu vitu vya kutaka tena kuharibu kazi yake unavyo. Haleluya. Unajua watu wanataka kumuua Yesu. Kumuua Yesu sio lazima kuua kabisa kimwili, hata kuua mapenzi yake. Haleluya. Haleluya. Imagine unaishi kwenye kanisa linaamini, nitumie neno mfano rahisi, linaamini kulipa zaka, si ndio? Si unajua kila kanisa lina imani zake. Wewe kanisa ambalo wewe ni memba linaamini zaka, si ndio? Wewe ama ni muumini au ni kiongozi au mtendakazi kwa namna yote ile, lakini hulipi zaka, si ndio? Tafsiri yake maana yake wewe huamini juu ya zaka, ila umo kwenye kanisa linaloamini. Wewe unajenga, unaua. Unaua imani. Unaua hiyo imani. Kwani muumini mwenzako akiongelea mambo ya zaka, unafikiri wewe utamwambia nini? Unaishi ndani ya kanisa linaamini zaka, wewe hulipi zaka, sawa sawa. Maana yake wewe huamini zaka, akitokea muumini mwingine akauliza juu ya zaka, wewe unafikiri utamfundisha nini? Si utamwambia zaka sio lazima, na hujaua hapo. Haya, mfano mwingine, unaamini unasali katika kanisa linaloamini katika kunena kwa lugha, kujazwa roho na kunena kwa lugha. Wewe una miaka yako 20 hujawahi kunena kwa lugha, wala hujatafuta hata kutaka kunena kwa lugha, si ndio? Ila upo. Hivi akitokea muumini aliyekukuta kanisani akakuuliza maswala ya Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha, utamwambiaje? So utamwambia si lazima. Kwa sababu mimi nina miaka 20, tena tutatoa na mfano kabisa. Mimi mwenyewe nina miaka hapa 20. Sijawahi kunena kwa lugha na bado sijawahi kuacha wokovu. Na Bwana yuko pamoja na mimi. Angalia hata anavyonibariki. Si ndio?
Unajenga, unaua imani. Unaua imani, unaua imani. Kwa Yesu akisema mnataka kuniua, kwao inawezekana kwa naongelea kifo cha mwili kabisa, kwa sababu kulikuwa na mtaratibu kweli wa Yesu kumuua. Lakini sisi huku hakuna mwenye mpango wa kumuua Yesu, kwa sababu Yesu akisha kufa mara moja hafi mara ya pili. Haleluya. Lakini mpango wa kuua vitu vingi vya kiufalme tunao. Ni waamini, lakini tuna mpango mkubwa tu wa kuua vitu vingi vya ufalme wa Mungu. Ukiishi kwenye kanisa linaamini kitu fulani na wewe hukiishi, maana yake hutafundisha mtu mwingine hicho, ili utamwambia kinyume. Na bahati mbaya ukafanikiwa hata kuwa kiongozi kwa mfano, na una nafasi ya kufundisha watu 3 4 hivi, kwa sababu ni kiongozi wao. Havikaja mada hiyo ya jambo wewe huliamini na wewe ndio kiongozi. Unafikiri unasema nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Unafikiri unaongea nini? Kanisa linaloamini kufunga ni sehemu ya maisha ya Mkristo katika kutafuta uso wa Mungu. Na halafu wewe unaishi maisha huamini kufunga. Sawa sawa. Na hata wangesemaje kufunga, wewe hufungi. Maana unaona hata bila kufunga maisha yako yanafanyaje? Hatukosi ya kusema. Mbona sifungi? Mbona siugui? Mimi sifungi, mbona napata hela? Mimi sifungi, mbona hivi na hivi? Halafu unaanza kufundisha watu namna hiyo, kwa sababu wewe unajifanya mfano wa jambo lililo kinyume na imani. Unaua imani, unapingana na imani. Jina la Yesu libarikiwe. Unaua kazi ya Mungu, unaua agenda za ufalme. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Unakuwa kwenye ufalme, unaitwa mwamini, lakini una agenda kadha wa kadha za ufalme, wewe mwenyewe unaziua. Haleluya, haleluya. Unaabudu kwenye kanisa linaloamini katika unadhifu wa kimavazi. Sawa. Unavaa mavazi tu maadamu wewe umeamini kwamba Mungu anaangalia roho, haangalii mwili. Na wewe ni imani yako, lakini hujaanzisha kanisa lako la hivyo. Umo ndani ya kanisa linaloamini na kuvaa ni jambo zuri, lina ushuhuda wa Kristo. Haleluya. Na wewe umo, ila hayo huyaamini. Wewe unaamini kime chake. Mungu haangalii roho, haangalii mwili, anaangalia roho. Mule mtu aliyekukuta kanisani kikuuliza, unafikiri unafundisha somo gani? Mbona nanena kwa lugha? Mbona Mungu hajaninyang'anya Roho Mtakatifu na mavazi yangu haya? Si unaona ninanena kwa lugha kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtaambia mtu. Lakini unakwenda kinyume. Unaenda kinyume na imani ya kanisa ambalo wewe ni mwamini. Sawa sawa. Jambo lolote utakalo kulifanya likaenda kinyume na kanisa na imani ya kanisa ambalo wewe ni mwamini, maana yake litaitwa uasi. Haleluya. Ukisali kanisa naamini kulipa zaka ni jambo la kimaandiko, wewe usiliamini, unaasi. Simple. Linaamini ubatizo wa maji mengi, unasema si lazima, muhimu ni roho. Haleluya. Muhimu damu ya Yesu ilishanisafisha. Unaasi. Tokana pamoja. Tafuta nao waamini kama wewe huko. Nisiamini ubatizo. Tokana pamoja. Lakini huwezi kuwa kwenye kanisa naamini ubatizo wa maji mengi na ukaleta ubatizo mwingine. Unaasi. Sawa sawa watu wa Mungu. Amen.
Kwa chochote unachokifanya kilicho kinyume na imani kinaitwa uasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jamani, waamini Wayahudi waliomwamini, lakini ndani mwao wanaungana na watu wanataka kumuua Yesu. Wanasema tu uzao wa Ibrahimu, lakini wakikutana wale wasiomwamini wanaotaka kumuua, wanaungana nao. Zile hoja wanazozitumia wale wanaotaka kumuua wanaona kama zina mashiko. Tunakwenda pamoja, wanazisapoti. Yesu akawaambia, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Haleluya. Kwa sababu baba yenu ndiye mnayemsikiliza. Kwa unaona kwamba kuwa mwanafunzi kweli kweli, kuwa mwanafunzi wa Yesu kweli kweli, lazima kuambatane na kukaa katika neno lake. Yaani ukitaka kuwa mwanafunzi wa Yesu, halafu neno lake unachambua vipande vya kuamini na vingine usiviamini. Unachagua vya kushika na vingine usivishike, bado wewe si mwanafunzi wake. Na mwanafunzi wa Yesu, maandiko yamesema, ndiye ambaye Mungu humfunulia kuifahamu kweli. Si kila mtu ana uwezo wa kuifahamu kweli, kwa sababu kweli sio hisabati ya darasani kule tunakosomea, ambayo mwalimu anafundisha unashika, unafanya na mtihani unapata 100. Kweli ya Mungu sio jiografia. Kweli ya Mungu sio history, ambayo mwalimu anasimama anafundisha historia, unashika, unasoma, unafanya mtihani. Kweli ya Mungu inapambanuliwa kwa jinsi ya rohoni, na mtu wa kushika kweli ya Mungu lazima ni mtu ambaye amekubali kuzaliwa kwa Roho. Jina la Yesu libarikiwe. Na aliyekubali kuishi kwa Roho atajisalimisha chini ya mapenzi ya Mungu yote, na neno la Mungu atalipa nafasi ya kuwa na mamlaka kamili juu ya maisha yake yote. Narudia tena, mwanafunzi wa Yesu wa kweli, moja ya sifa alizonazo ni uwezo wake wa kulipa neno la Mungu mamlaka kamili juu ya maisha yake, mamlaka kamili juu ya maamuzi yake, mamlaka kamili juu ya tabia zake, mamlaka kamili juu ya mwenendo wake, mamlaka kamili namna yake ya kuamini. Lazima ulipe neno la Mungu mamlaka kamili juu yako, likuamrie mambo yako. Kila mambo yako unapoyaamua, unaamua kwa mujibu wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa unasema mwanafunzi wa Yesu, lakini hujafanikiwa kulipa neno la Mungu mamlaka kamili kwenye maisha yako, au kwa lugha rahisi tunasema kuipa Biblia mamlaka kamili juu ya maisha yako, hujawa mwanafunzi wa Yesu. Wanafunzi wote wa Yesu wameipatia Biblia mamlaka kamili juu ya maisha yao. Wameiambia Biblia ni wewe utakayenitawala. Wameiambia Biblia ni wewe utaniongoza. Maelekezo yako ndiyo yatakayoamua mwelekeo wa maisha yangu. Wameipa mamlaka Biblia kwenye maisha yao. Wanafunzi wote wa Yesu wameipa Biblia mamlaka kamili kwenye maisha yao. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ninapohitimisha, ninataka kukwambia tabia za kweli. Kweli inazo tabia zake.
Tabia moja ndio nimeisema kwa muda wote huo, inasema kweli ina nguvu ya kumweka mtu huru mbali na utumwa, dhambi na ya kumweka mtu huru mbali na utumwa wa dhambi na hatia. Kwa lugha nyingine, kweli inaweza kumweka huru mbali na utumwa wa shetani. Hiyo ni Yohana 8:32, tumeshaisoma tayari. Haleluya. Tabia nyingine ya kweli, tabia nyingine ambayo kweli inayo, kweli ina nguvu ya upendo, na kweli nyakati zote inaambatana na upendo. Mtu yote anaishi katika kweli hakosi pia kuishi katika upendo. Haleluya, haleluya. Kwa sababu ndani ya kweli kuna nguvu ya upendo. Kweli na nguvu ya upendo, na kweli nyakati zote inaambatana na upendo. Wakorintho wa kwanza sura 13 mstari wa 1 mpaka wa 6. Ni chama cha kukopeshana hela. Upato ni nini? Haleluya, haleluya. Upato, unaona madude yale manani kama masahani pale, yakipigizwa anafanya yale pale kwenye zile drums, kwenye zile ngoma pale, yako kama masahani fulani hivi, yanagongana hivi pa. Ile ndio upato. Haleluya. Kwa Kiingereza wanaita cymbals. Ni vyombo vya muziki vinaitwa cymbal. Yale pale. Haleluya. Kwa nasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa kama shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi ya kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Sasa sikiza tabia za upendo. Upendo huvumilia. Hiyo ndio sifa, tabia ya kwanza, upendo. Upendo huvumilia. Pili, upendo hufadhili. Tatu, upendo hauhusudu. 4, upendo hautakabari. 5, upendo haujivuni. Hayo ni kirudi kule kwenye upande wa pili ya kitu kinaitwa uongo, majivuno, hayo yote utakutana nayo. Utajua ni moja ya viashiria kwamba huyu mtu anaishi katika uongo. Haleluya. Kwa hiyo uongo si maneno mtu amesema yasiyo ya kweli. Uongo inaweza kuwa lifestyle pia, mfumo wa maisha ya mtu unaweza kuwa uongo. Namna ya kuamini kwa mtu kaweza kuwa uongo. Haleluya, haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa anasema upendo haujivuni. Maana yake kujivuna kukiwepo, kuna mambo hayo tutazungumza huko mbele baadaye. Upendo haukosi kuwa na adabu. Upendo hautafuti mambo yake. Upendo hauoni uchungu. Upendo hauhesabu mabaya. Muulize jirani, uhali gani mpaka hapo? Muulize jirani, kuna hali gani mpaka hapo? Upendo hauhesabu mabaya. 6, upendo haufurahi udhalimu. Upendo hufurahi pamoja na kweli. Nilikuwa nafuatilia haya ndio kasentensi nilikuwa natafuta. Upendo wakikutana na rafiki yake anaitwa kweli. Yaani siku hiyo wanashangilia. Ulishakutana rafiki yako unayempenda sana na halafu mlikuwa mjaona siku nyingi,
Ulishaona mnavyorukiana, mnavyosalimiana, mnavyokumbatiana, mnavyocheka? Ndio upendo akikutana na kweli. Watu hawa wawili ambao mmoja anaitwa upendo na mwingine anaitwa kweli, wakikutana wanafurahi kuonana. Haleluya! Wanashangilia kuonana, wanacheka, wanashangilia, wanafurahi. Upendo na kweli wanapokutana, maandiko yanasema upendo hufurahi pamoja na kweli. Ndio maana kasema moja ya sifa za kweli ni mwambatano wake na upendo. Kweli siku zote pamoja na upendo utawakuta wako pamoja, wanaambatana. Kweli na upendo wanakaa pamoja muda wote, ni marafiki, wanaishi wote, wanapenda kuwa pamoja, wanapenda kuambatana. Kweli pamoja na upendo wanaambatana. Mahali kweli ameondoka akatawala uongo, upendo lazima hame. Hapakaliki, sema hapakaliki. Haleluya, haleluya. Anakuja mtu kuishi na wewe, lakini kwa kila tabia hamfanani, si unajisikia kuhama? Si hapakaliki? Ndio hapo kweli akiondoka, upendo akiondoka, akaja si nani huyo uongo, nikwambia upenda na hama, tukenda pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu upendo hufurahi pamoja na kweli. Kweli na upendo ni marafiki, wanakaa pamoja, wanapenda kuambatana, wanapenda kutokuachana. Kweli pamoja na upendo wanapenda kuambatana, wanapenda kutokuachana na hawaachani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Hiyo ni moja ya tabia za kweli. Lakini pia kweli inamwezesha mtu, kweli inamwepusha mtu na ukengeufu, apostasy. Ukengeufu ni hali ya kupotoka njia za kimaadili. Kupotoka kimaadili ndicho kitu kinaitwa kukengeuka. Kwa kuondoka katika maadili ya kiroho ni kukengeuka. Kuondoka katika maadili ya imani ni kukengeuka. Sasa moja ya mambo ambayo kweli hutenda, kweli inamnusuru mtu na inamondoa mtu katika hali ya kukengeuka. Bwana wetu Yesu asifiwe. Naomba tusome waraka wa pili wa mtume kwa Timotheo. Waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya pili mstari wa 15 mpaka ule wa 18. Biblia inasema, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Jiepushe na maneno yasiyo na maana ambayo si ya dini, kwa kuwa ataendelea zaidi katika uovu.
na neno lao litaenea kama donda ndugu. Miongoni mwa hao wamo Himenayo na nani? Na Fileto. Mko pamoja kwenye Biblia zenu? Tuko pamoja. Wamo Himenayo na Fileto. Mstari 18 ndio kwa na utafuta, unasema walioikosa ile kweli. Yani kilichozaa kutembeza maneno. Sema kutembeza maneno. Sema kusafirisha maneno. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kuna watu huwa wanasahau kwamba wameokoka. Wanafanya kazi ya zamani. Tulikuwa na kitu kinaitwa Telegram. Siku hizi Telegram tunaiona. Telegram nayoona pale kwenye mtandao yenu ya simu sio Telegram sisi wa zamani tunayoijua. Haleluya. Telegram ya zamani ile ilikuwa ni maneno yanaenda kwa upepo, halafu yanatua kwenye eneo lingine yanakotakiwa kufika. Ukitumiwa hela Mwanza, inatokea Dar es Salaam, kule watu wa operators wa Dar es Salaam wanachofanya, wanatuma ule ujumbe wa zile hela kwa Telegram. Yani inakuwa kama simu ya upepo. Sawa? Yale maneno yakitua Mwanza huku, kwa operator wa huku anaona kuna mtu kakutumia shilingi 15,000, anakuandikia ka ujumbe, kanaitwa Telegram, ka ujumbe kale kanaitwa Telegram, kanakuja kwako. Sawa? Kakifika kwako, unaenda pale, wanakupa hela. Sio kwamba hela zimetoka Dar es Salaam ndio unapewa hizo, wanakupa za hapo. Zile za kule zinatumika kule, alafu wanakupa za hapo. Kwa sababu ka Telegram kameleta nini? Taarifa. Haleluya. Kama kuna hela umefanyaje? Umetumiwa. Sasa siku hizi Telegram zile za kwenye simu ni zingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tungesema kwa lugha ya siku hizi, sasa mna vingi vya kusema, maana mitandao ya kijamii inarusha habari, yani ziwe za uongo ziwe za kweli, zinaruka haraka, yani ni haraka. Halafu baada ya watu kugundua, watu wanataka kusikia maneno. Siku hizi watu wanakuandikia kichwa kimeandika Sentozi aua mtu. Umeelewa? Sasa kile kichwa kisema Sentozi aua mtu, lazima utake kusoma Sentozi leo kamuua nani. Ukisoma mle ndani unagundua anaongelea jinsi Sentozi alivyohubiri mahubiri makali yakakemea tabia mbaya za watu, yakaua unafiki wa watu, lakini kichwa kinasema kaua mtu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kichwa kimeandika kwa kaua mtu, kumbe kaua nini? Tabia za watu. Umenielewa vizuri? Sasa kuna watu shughuli yao ni hiyo ya kuhakikisha maneno yanakwenda, na mengine yameongezewa, mengine yamepindishwa maana yake, maadamu yavutie wengine kusikiliza, yasambae. Unajua usipoliweka namna inavutia watu kusikiliza, halisambai haraka. Unalitafutia namna ambayo ukiliweka watu watakao walisikilize wengi. Haleluya. Amen. Na wako makanisani, Biblia inasema neno lao limeenea kama donda ndugu. Donda ndugu mnalijua? Donda ndugu ni kansa ya ngozi. Kile kidonda kisichopona kile kinakuwa ni kansa, lakini ni kansa ya ngozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinakula, kinatambaa, kinaenda ndani, lakini kinatambaa pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa akasema kuna watu namna yao ya kuongea maneno ni kama kidonda
kinavyotambaa kwenye ngozi, kinachoitwa donda ndugu. Kwanza hakiponi, lakini hakibaki sehemu moja, kinaenda kinakula, kinaendelea, kinaenda kinapanuka, kinaendelea. Hakitaki kupona, lakini pia hakibaki kile kile, kinaenda kinakuwa, kinaongezeka. Kuna watu wako hivyo, yani maneno yao wana shughuli ya kukuza, kubadilisha, kuongezea, kupanua, kufanyaje, halafu hayaishi. Hata ungetaka kuyanyamazisha hayanyamazi, kwa sababu ni donda ndugu. Sasa anasema kuna jamaa kwanza anamwambia mwamini huyu mwanafunzi wake huyu Timotheo, anasema jiepushe na watu wa namna hiyo, jiepushe na maneno ya namna hiyo. Maana kuna watu wanaeneza maneno, ni hatari kwenye kueneza maneno. Na akawataja viranja wao, Himenayo na Fileto. Hawa ndio wenyewe, yani kila neno ukilisikia, ukilifuatilia, Himenayo yumo, likijibuka lingine ukifuatilia Fileto, humkosi humo ndani. Kwenye kila story yoyote iliyozuka, Fileto yumo na Himenayo wamo. Akasema haya jamaa walikuwa kanisani, usisahau, wamo kanisani, na maneno yao yanaenea kwenye kanisa, yanataka kuwa kanisa. Mtume anamwambia Timotheo, uwe makini na hayo maneno na hao watu wanaotembeza maneno, kwa sababu nguvu ya maneno yao inaweza kuenea kama donda ndugu. Lakini sifa kubwa ya kuijua kuhusu watu hao, kwa nini wanafanya hivyo, wameikosa kweli. Ndio point nilikuwa natafuta kuisema. Wanafanya hivyo kwa sababu ndani mwao wameikosa ile kweli. Ndani mwao hamna ile kweli. Watu wote wenye ile kweli, ukisikia wanaeneza maneno, wanaeneza injili. Mwambie tena, uhali gani? Unaeneza injili au unaeneza maneno? Watu wote walio na ile kweli na hawajaikosa kweli, ukisikia wanaeneza maneno, yote wanaoeneza ni injili. Tutasikia wanaongea uzuri wa Yesu, wanaongea habari ya wokovu, wanaongelea imani, wanaeneza, lakini wanaeneza injili. Na Biblia imesema ni mizuri kama nini miguu yao wapelekao habari ya injili au habari ya mema. Mwambie jirani yako, miguu ina hali gani? Haleluya, haleluya. Sasa kama miguu ya wanaoeneza injili ni mizuri kama nini, na miguu ya kina Himenayo tunaitaje ni mibaya kama nini, miguu yao waenezao vidonda ndugu, maneno ya vidonda ndugu ni mibaya kama nini, miguu ya watu waenezao maneno yanaogeuka kwa donda ndugu miongoni mwa jamaa ya waaminio. Ni mibaya kama nini miguu ya namna hiyo inayoeneza maneno ambayo yanageuka kwa donda ndugu miongoni mwa jamaa ya waaminio. Haleluya. Na ni mizuri kama nini miguu yao waenezao habari ya mema. Mwambie jirani yako, tueneze mema, tueneze injili. Haleluya. Na mimi nikushauri kutokea leo, ukiona mtu ameleta maneno yasiyo injili, mwambie ndugu, hayo sio injili, sitaki kuyasikia. Haleluya. Ukiona ameleta shoga, umesikia fulani, mwambie mapema, hiyo sio injili.
Haleluya. Mwambie nataka kusikia injili. Jina la Yesu libarikiwe. Uwe mjasiri, wala usiogope. Wewe mwambie that is not the gospel. Hiyo sio injili. Mbona unaleta mambo sio injili? Takuleta donda ndugu hapa. Haleluya. Haleluya. Leo tuna ibada nzuri sana. Geuka tena kwa jirani yako, muulize ndugu yangu hali gani mpaka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Namalizia sasa kwa kusema kwamba injili nilikuwa nasema kweli inamepusha mtu na ukengeufu. Nimeongea habari ya Himeneo na Fileto, ni ukengeufu. Lakini kweli kama nilivyosema tangu mwanzo, haina uwezekano kabisa wa kuchangamana na uongo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kweli haina uwezo kabisa wa kuchangamana na nini? Yakobo sura ya 3 mstari wa 13 mpaka wa 18, namalizia hapo. Mstari wa 13 kwenda mstari wa 18 anasema, ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu, na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri. Haleluya. Mnafahamu kitu kinaitwa mwenendo mzuri na mwenendo mbaya. Mnaweza kutofautisha mwenendo mzuri, mwenendo mbaya. Tunasema mwenendo mzuri ndio unadhihirisha hekima alionayo mtu, na kwa lugha nyingine ya kinyume chake, mwenendo mbaya unadhihirisha upumbavu alionao mtu. Sawa sawa. Narudia tena. Mwenendo mzuri unadhihirisha hekima alionayo mtu, na mwenendo mbaya wa mtu unadhihirisha kwa maana hiyo hiyo upumbavu alionao mtu. Muulize jirani yako, ungependa kuwa mwenye hekima au mpumbavu? Sasa amesema angependa kuwa mwenye hekima. Amesema hivyo hivyo au umemjibia mwema? Wewe ndio umemjibia. Haleluya. Amesema angependa kuwa mwenye hekima. Na kama angependa kuwa mwenye hekima, mwambie tena, basi tuone mwenendo wako mzuri. Haleluya. Ili udhihirishe una hekima, tuone mwenendo wako mzuri, ndio tutajua una hekima kwa mujibu wa Biblia. Kama una hekima, basi tuone mwenendo wako mzuri, tutajua una hekima. Haleluya, haleluya. Kama una hekima, tuone mwenendo wako mzuri, ndio kitambulisho cha hekima yako. Mwenendo wako mzuri ndio kitambulisho cha hekima yako ulionayo. Sawa sawa. Narudia sasa. Nani aliye na hekima na ufahamu kwenu, naonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima. Lakini mkiwa na wivu, sema wivu. Wivu ni hekima. Hivi mtu mwenye wivu utamhesabu miongoni mwa watu wenye hekima? Wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu,
Msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Yaani huwezi kuwa wakati huo huo una magomvi moyoni, wakati huo huo unasema una hekima. Umesema uongo juu ya, unasema uongo juu ya kweli. Huwezi kuwa wakati huo huo una wivu, wivu mbaya, sio wivu wa maendeleo, wivu mbaya wa kutaka kumharibu mtu. Wakati huo huo unasema una hekima. Umesema uongo juu ya kweli. Haleluya. Umesema uongo juu ya kweli, na ukweli na uongo havitakiwi kuchanganyika. Anasema tusichanganye uongo juu ya kweli, tusiunganishe uongo na kweli tukaweka pamoja. Tusiviweke pamoja, havitakiwi kukaa pamoja. Uongo na kweli havitakiwi kuwa pamoja na haviwezi kuwa pamoja. Ndio maana nimesema ndani ya shetani hakuna kweli yoyote, lakini pia ndani ya Mungu hakuna uongo wote. Yaani hawezi kuwa shetani huyo huyo ni mkweli halafu ni mwongo. Shetani ni mwongo jumla. Haleluya, haleluya. Shetani ni mwongo jumla, na halafu hawezi kuwa Mungu. Wakati huo ni wa kweli, wakati huo huo wa uongo. Mungu ni wa kweli jumla, na Mungu ni kweli, na uongo wote haukai ndani mwake. Sasa kama kwa Mungu hakuna uongo na kweli, kwa nini waaminio Mungu wawe na uongo na kweli? Muulize jirani yako, uhali gani? Haleluya. Kama kwa Mungu hakuna uongo na kweli, kwa nini waaminio Mungu wawe ndani mwao humo kuna uongo na humo kuna kweli? Haleluya. Tabia ya kweli haichangamani na uongo. Yaani ukishaanza kuchanganya uongo na kweli, Mungu anachofanya anavijumlisha vyote, anaviita uongo, unakuwa mwongo. Haleluya. Ushaanza kuchanganya uongo na kweli, Mungu anachofanya anajumlisha vyote vinakuwa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nasema, lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi moyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Hekima hiyo sio ile itokayo juu, ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia na ya tabia ya kibinadamu na shetani. Ni ya watu wangapi? Hekima hiyo ni ya watu wangapi? Watatu. Mmoja anaitwa dunia, mwingine nani? Binadamu, mwingine shetani. Na hao watu watatu wanafanya kazi pamoja, ni partners. Dunia, ubinadamu ambao tunaita kwa lugha nyingine mwili, na shetani ni partners. Shughuli zao wanafanya pamoja na faida wanagawana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafanya shughuli zao pamoja, mwili, dunia na shetani. Wanashirikiana siku zote, wako pamoja kazini siku zote, mwili, dunia na shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maana hapo palipo wivu na ugomvi ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, sema ni safi. Tena ni amani, sema ni amani. Ni ya upole, sema ni ya upole. Tayari kusikiliza maneno ya watu, sema tayari kusikiliza maneno ya watu. Maana yake inafundishika, inashaurika, inaongozeka. Hekima ya Mungu. Watu walio na hekima itokayo juu wanafundishika, wanaongozeka, wanashaurika. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Imejaa rehema na matunda mema, haina fitina, haina unafiki.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Kwa nataka niwaambie watu wa Mungu, tunaposema tumeishika kweli, tujue kweli ni nini na tabia za kweli ni nini, na halafu tuishi katika hizo, katika jina la Yesu. Naomba tusimame. Nitakuwa natengeneza introduction ya uongo ni nini. Kama nilivyoanza nikisema kweli ni nini, kesho nitakuwa nasema uongo ni nini. What is a lie? What is deception? Uongo ni nini? Udanganyifu ni nini? Biblia inasema watu watadanganywa na kudanganyika. Udanganyifu ni nini? Sema Mwenyezi Mungu. Sema Mwenyezi Mungu. Jioni hii ya leo nimekuwa mbele zako, nimesikia neno lako, maisha yangu nayasalimisha kwako. Natamani kuwa mwanafunzi wako kweli kweli, ili niifahamu kweli na kweli iniweke huru. Nahitaji kuwa huru na wala sitaki kuwa mtumwa tena, katika jina la Yesu. Wala sitaki kuishi katika roho ya utumwa kwa namna yake yote na kwa aina zote za utumwa, katika jina la Yesu. Sitaki kuwa mtumwa, sitaki kutumikishwa kwa namna zozote zile. Ndio maana nahitaji kuijua kweli iliyo na nguvu ya kuniweka huru, katika jina la Yesu. Ninaomba Roho Mtakatifu unisaidie, maneno niliyosikia yaishi ndani mwangu, yakae ndani mwangu, yatengeneze tabia ya Mungu ndani mwangu, yawe hekima yangu, yawe maarifa ndani yangu, yawe ufahamu, yaniongoze katika njia za haki na katika njia za kweli, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu naomba niatamie. Roho Mtakatifu naomba nitumie kueneza kweli, kunena kweli na kuishi kweli, katika jina la Yesu. Kutokea sasa ninakataa kuwa mpeleka habari mbaya wala mpokea habari mbaya, katika jina la Yesu. Kila habari mbaya sitaipeleka wala kuipokea. Naomba nisaidie niwe mpeleka injili, niwe mpeleka habari njema, mpokea injili na mpeleka injili, katika jina la Yesu. Kinywa changu na miguu yangu ipeleke habari njema. Kuanzia sasa miguu yangu isipeleke habari mbaya kwa namna yote ile, katika jina la Yesu. Baba, naomba unisaidie. Najisalimisha kwako, najisalimisha kwako. Hebu kwa maneno yako machache zungumza na Mungu kwa kadri ambavyo unajua Roho wa Mungu amesema na wewe katika ujumbe wa jioni ya leo. Najua ya kwamba nikiwa nazungumza umepima hali yako, umepima hali yako. Mara kadhaa nimekuuliza uhali gani, kwa sababu nilikuwa natamani wakati naenda kuzungumza maneno haya, kila mmoja wanaipima mwenyewe hali yake. Anaipima hali ya moyo wake, hali ya roho yake, hali ya maarifa yake, hali ya tabia yake, hali ya mwenendo wake, hali ya hekima kwa ndani mwake, katika jina la Yesu. Na Mungu ali hai. Na kama umeona imepungua, maandiko yamesema mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, naye atapewa. Omba hekima, ambayo hekima ni mwenendo mzuri. Omba Mungu akupe hekima ambayo itakuzalia mwenendo mzuri, katika jina la Yesu Kristo. Mimi maandiko yamesema mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima aombe dua kwa Mungu ambaye anawapa wote kwa ukarimu, naye hatazuia, lakini atapewa hata yeye, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Jalia hekima kila mmoja ambaye tutamsaidia kuishi katika matunda mema, katika mamlaka ya jina la Yesu, mwana Mungu aliye hai. Baba, nasema